Laisha kama wewe speaker, ni nini ambacho mmeweza sema mmeshafaulu kutimiza pengine katika mabunge ya mkoa wa Pwani? Kufaulu kwanza, unajua nasema mwamba ngoma uvutia kwake. Lazima tuanzie na hapa kwetu Taita. Hapa Taita kuna sheria ambayo tulipitisha mwaka uliopita, ilikuwa sponsored ama ile kusponsor bill kwa bunge na coordinator. Hii youth bunge inakuwa na coordinators kwa kila county, na coordinators ni wale sitting MCAs ambao wanakuaga pale. So kama hapa Taita Taveta coordinator ni Mheshimiwa Patricia Mwashigadi ambaye ameteuliwa na chama cha ODM kuwakilisha vijana bungeni, na pale bungeni yeye ni mwenyekiti wa kamati ya vijana, michezo na uchumi bunifu ama creative economy. Kwa hivyo sisi pale hivi mambo ambayo tumefaulu kuyafanya kufikia sasa. Kuna ile bill ambayo ilipitishwa last year ikatiwa sahihi huu mwaka ukianza na gavana, mstahiki gavana pale Mwatate, hata waziri Opiyo Wandayi alikuwa Taita hiyo siku akashuhudia ikiwekwa sahihi. Inaitwa Taita Taveta Youth Service Bill, but saying it's an act. Inaiga ule mfano wa National Youth Service ambapo vijana ambao wanatoka pengine wamemaliza darasa la 8 hawakuwa na bahati ya kuendeleza masomo kwenda masomo ya shule ya sekondari, na pia wale vijana ambao wamemaliza shule za sekondari na pia hizi shule za ujuzi ama ujuzi polytechnics, VTCs. Unapata wanapelekwa mahali wanapata mafunzo kama yale ya Nyota program, yale ya OJE, on job experience na nini. After wamepata yale mafunzo kulingana na ile taaluma anaitaka, pengine anataka ususi, anafanyiwa yale mafunzo. Pengine anataka hii kazi ya welding, anafanyiwa yale mafunzo. Pengine ni driving, anafanyiwa yale mafunzo. Baada ya kufanya yale mafunzo, anapewa kipato fulani ambacho kitamwezesha yeye kutoka pale na kufungua biashara ili ajiajiri. Anapojiajiri, pengine kijana wa welding ama pengine ni vijana ambao wako kwa media kama nyinyi, atakuwa pengine kuna uwezo wa kurekod na kufanya hizo picha na nini, definitely atajiri kijana mwenzake. Atakuwa tumetumia jiwe moja kuwa ndege kadha wa kadha. So hiyo ni Taita Taveta Youth Service Bill ambayo ilipelekwa bungeni na Mheshimiwa Patricia Mwashigadi ambaye ni coordinator wa Kenya Young Members of County Assembly. Hapo ni Taita peke yake. Ukienda katika kaunti ya Mombasa, kuna baadhi ya vijana ambao tumesukuma wapate kuform. Ukiangalia zile board za appointments za county government, majority of them walikuwa wamechagua mtu anakaribia age ya kupita ujana, pengine kwa 34 years anawekwa kwa hiyo board, lakini unajua it's renewable twice, labda 3 year renewable once ama twice. Unapata 6 years, unapata mtu ako pale na miaka 38 ana represent vijana. So pale ukienda kwa board ya Mombasa, kuna vijana kadhaa wakiongozwa na mwenyekiti wao wa vijana vuguvugu pale anaitwa Hamza Kombo Kanuti. Alipata kuajiriwa, alipata kuwa gazetted katika hizo board za Mombasa. Na Mombasa unajua ni mji wa pili Kenya nzima, the second largest city. So that means sauti yetu imesikika. Ukienda Kwale pia ni the same. Kuna vijana kadha wa kadha wameingizwa hapo. Hata hapa Taita Taveta nikiona kuna vijana ambao wako katika board ambao walianzia hapa youth bunge, majina yao yako pale. Kuna waheshimiwa kadhaa kabla wafike pale nominated MCAs walikuwa hapa kwa board, walikuwa hapa kwa Kenya Young Members of County Assembly. Mheshimiwa Anita tulikuwa na yeye paka hata akipokea ile appointment gazettement ikifanyika. Tulikuwa na yeye katika bunge na tumeshiriki na yeye. Ukienda pale baadhi ya miradi ambayo ukienda kwa masuala ya serikali kuu, national government, tumekuwa vikao kadhaa na Kenya School of Government ambao ndio huwa wanafunza majority of public servants, ambapo akiingia tu kwa ofisi hivi unapelekwa mafunzo pale KSG kidogo, uelezwe serikali inafanya kazi namna gani. Tumekuwa nao pale, tumefanya forums na seminars kadhaa. Tumejadili bills ambazo za kitaifa ambazo zinagusia kuanzia finance bill, kuanzia wildlife conservation bill. Hizo zote tumezijadili hapo. Kwa hivyo ni kazi ambayo tumesubmit kama memorandum. Wakati tunaambiwa iko submitted, sisi tumesubmit kama Coast Region Youth Bunge. Sasa kwa sababu umezungumzia nyinyi ni kama ni wanasiasa wachanga,